Hatimaye Humphrey Polepole amejulikana alipo na wengi wameshangazwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Hali ya sintofahamu kuhusu kupotea kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole imeendelea kushika kasi, huku mjadala mkali ukizuka ndani na jamii na mitandao ya kijamii. Sasa ni siku ya 4 tangu taarifa za kutekwa kwake zilipotangazwa, na baada ya kuna uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu alipo mwanasiasa huyo maarufu. Na katika mfululizo wa matukio mapya, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa kwa jina Mohamed Kawaida amezua mjadala baada ya kuandika ujumbe mzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kawaida alidai kuna sakata la kutekwa alidai kuwa sakata la kutekwa kwa Polepole ni mchezo wa kisiasa uliopangwa kwa maksudi, na kwamba huenda mwanasiasa huyo yupo nje ya nchi akijaribu kutoroka wito wa vyombo vya usalama. Aliongeza kuwa taarifa za kutekwa kwake ni njama za kupotosha umma, na kwamba siasa za namna hiyo hazina manufaa kwa wananchi wanaotaka suluhisho la changamoto zao za msingi kama maji, elimu, afya na umeme. Na kwenye ujumbe wake alisema kuwa inaelekea Polepole ameamua kuichezesha familia yake filamu. Watanzania wote tunajua Polepole yupo nje ya nchi, ndio maana akaweza kupiga chenga wito wa polisi. Habari kwamba Polepole yupo nchini na kwamba ametekwa na wasiojulikana, nadhani ni kuishiwa mbinu za mapambano kati ya vita yake ya kuichafua dola ya Tanzania. Nitakuwa wa mwisho kuamini filamu hii. Jamaa ameishiwa nguvu na mbinu, niliwaambia na ninarudia. Ndio ujumbe wake Mohamed Kawaida akimrejelea Humphrey Polepole. Kauli hiyo imezua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na mitandaoni, huku baadhi ya wananchi wakionyesha kutoridhishwa na msimamo huo, wakisema suala la mtu kupotea linapaswa kushughulikiwa kwa makini bila kulichanganya na maoni ya kisiasa. Wengine wanasema kuwa hatua ya kutoa matamshi ya dhihaka katika kipindi hiki ni sawa na kudharau maumivu ya familia inayohangaika kumtafuta mpenda wao. Wakati hayo yakijiri, familia ya Polepole inaendelea kuishi katika hali ya hofu na majonzi. Mama mzazi wa mwanasiasa huyo, Anna Mary, ameripotiwa kuwa katika maumivu makali kutokana na kutojua hatima ya mwanawe. Leo alifika katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo Dar es Salaam kushuhudia kusikilizwa kwa kesi iliyowasilishwa ya dharura na wakili wake Peter Kibatala. Kwa mujibu wa nyaraka rasmi za mahakama, maombi hayo yamesajiliwa kwa nambari 24514 ya mwaka 2025 na yamepangwa kusikilizwa mbele ya Jaji Salma Magimbi. Kesi hiyo inaiomba mahakama kuu ingilie kati mara moja na kutoa amri kwamba Polepole afikishwe mahakamani au mamlaka husika zieleze hadharani yuko wapi. Na katika hati ya maombi hayo, wakili Kibatala ameieleza mahakama kuwa Polepole alitekwa nyara alfajiri Jumatatu tarehe 6 Oktoba mwaka huu kutoka nyumbani kwake eneo la Ununio, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa jeshi la polisi waliuzishwa katika tukio hilo, pamoja iliongeza shaka kuhusu ushiriki wa vyombo vya dola katika kupotea kwake. Kibatala ameeleza kuwa mteja wake hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote nchini, na kwa sasa inaaminika anashikiliwa katika eneo lisilojulikana. Hoja hiyo imezua maswali mazito kuhusu wajibikaji wa taasisi za usalama na haki za binadamu nchini Tanzania. Tukio hili limeibua hisia nzito katika medani ya siasa, huku wadadisi wakisema kupotea kwa Polepole kunazua taswira tata kuhusu uhuru wa kisiasa na usalama wa wanasiasa wanaonekana kukosoa mamlaka. Huku familia yake ikiendelea kusubiri kwa wasiwasi, wa Tanzania wengi wanataka majibu ya haraka kutoka kwa serikali ili kufahamu hatima ya mwanasiasa huyo ambaye amewahi kushika nyadhifa kadhaa za juu serikalini na ndani ya chama cha CCM.
Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeendelea kuwa na joto, huku mashirika ya kijamii na wanasheria wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hii ambayo huenda ikatoa mwanga kuhusu ukweli wa yaliyotokea. Kwa sasa dunia inaendelea kutazama Tanzania ikisubiri jibu moja muhimu: wapi alipo Humphrey Polepole? Huu ni mwanzo wa Kenyascope na tunaleta habari zenye undani, kweli na taswira halisi ya matukio yanayotikisa Afrika Mashariki. Endelea kutazama, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa mpya kila siku.